Bwana, leo nakupeleka mpaka nchini Afrika Kusini kwenye jiji la Johannesburg, jiji la dhahabu, lakini pia ni jiji lenye siri nzito na magenge hatari ya mitaani. Hii ni story ya movie inayoitwa Kardashian ambayo imetoka 2022, na ndani ya usiku mmoja tu maisha ya watu wa tabaka tofauti yanakwenda kukutana na kusambaratika kwa sekunde chache. Na hii ni kutokana na usaliti, madawa ya kulevya na utekaji. Lakini kama wewe ni mpenzi wa stori za kihuni, action, msisimko usioacha nafasi ya kupumua, shika hii kwako, twende sawa hadi tone la mwisho. Bwana, jina langu naitwa Charles na hii ni Charles the Storyteller, mnyama OG. Karibu sana, twende pamoja mpaka mwisho. Bwana, story inaanza kwa kumtambulisha pande zote mbili, na upande wa kwanza tunakutana na Johani, mzee wa kizungu, mfanyabiashara mkubwa ambaye ana ubaguzi wa chini chini na anapambana kupata cheo cha juu kwenye kampuni yake. Lakini huyu Johani ana mke na binti mmoja mrembo anaitwa Nikki. Bwana, lakini Nikki ana siri kubwa, hapendi tabia za baba yake, na mbaya zaidi anapendana na kijana mweusi aitwaye Cecil. Cecil ni kijana mwema anayemiliki duka la muziki mtaani. Sasa twende upande wa pili wa jiji, kule kwenye ghetto na Uswahilini tunakutana na kijana mmoja mkorofi anaitwa Thabo. Thabo ni mwanachama wa genge hatari la mitaani linaongozwa na bosi mkatili anaitwa Black Soul. Lakini Black Soul anajishughulisha na biashara ya miadarati, yani madawa ya kulevya na ukahaba. Sasa Thabo anataka mafanikio ya haraka, kwa hiyo anaamua kuingia kwenye mchezo hatari wa kusafirisha mizigo mikubwa ya unga bila kujua anajisukuma kwenye bwana. Thabo akiwa kwenye gari akijaribu kukwepa kitu, bwana, balaa linamkuta, anajikuta anagongana na gari lingine na polisi wanatokea na kukamata mzigo wa madawa ya kulevya. Hapo ndipo mambo yanaanza kuwa moto moto. Thabo akiwa njiani kusafirisha ule mzigo mkubwa wa Black Soul anapata ajali mbaya ya gari. Ndani ya dakika chache polisi wanawahi eneo la tukio na kugundua ule mzigo wa unga. Mzigo unataifishwa na Thabo anajikuta mikononi mwa sheria, lakini anafanikiwa kutoroka. Bwana, hapa ndipo balaa linapoanza. Black Soul anapopata taarifa kuwa mzigo wake wa mamilioni umepotea, anakuwa mbogo. Anamwambia Thabo, kama unataka maisha yako na ya mdogo wako yawe salama, nakupa masaa machache tu urudishe pesa zangu au uniletee mzigo mwingine. Bwana, Thabo hana hela, hana pa kukimbilia. Akiwa na hofu ya kuuawa, anapanga mpango wa dharura na genge lake kufanya tukio la utekaji ili kupata gari na vitu vya thamani vya kwenda kufidia deni ambalo anadaiwa. Bwana, hapa tunaona Nikki pamoja na Cecil wakiwa wamekaa kwenye gari usiku wakiongea. Ghafla Thabo na genge lake wanavamia na bunduki, wanampiga Cecil na kumteka Nikki pamoja na gari hilo. Sasa wakati huo huo binti wa kishua Nikki ametoroka nyumbani kwao baada ya kugombana na baba yake kuhusu ubaguzi wake. Anaenda kukutana na mpenzi wake Cecil wakiwa wamepaki gari pembeni mwa barabara la jiji la Johannesburg usiku, wakijadiliana mustakabali wa maisha yao. Ghafla kivuli cha mauti kinalizunguka gari lao. Bwana, Thabo na wauni wake wanavamia gari lile kwa kasi ya ajabu wakiwa na silaha za moto. Wanampiga Cecilia vibaya sana na kumwacha chini akivuja damu nyingi, kisha wanamvuta Nikki na kumtupa nyuma ya gari na kuondoka naye kwa kasi. Thabo ajui kuwa amemteka binti wa mtu mzito mwenye ushawishi mkubwa serikalini na kwenye jeshi la polisi. Bwana, Cecil alipozinduka anapiga simu kwa wazazi wa Nikki. Mzee John anapopata taarifa kuwa binti yake wa pekee ametekwa na wauni wa mtaani, ule ubaguzi wake wote unaisha. Anajua fika kuwa akitegemea mfumo wa kawaida wa polisi binti yake atauawa. Bwana, John anaamua kuchukua sheria mkononi mwake. Anachukua silaha na kutumia mawasiliano yake ya siri kufuatilia gari lake lilipo. Stori inafikia kilele chake kwenye jengo moja chakavu mtaani. Hapo Thabo amemfunga Nikki akisubiri maelekezo ya Black Soul.
Johan anavamia eneo hilo akiwa na hasira ya mzazi. Hapa sasa milio ya risasi inatawala. Bwana, hapa tunaona uuni unakutana na nguvu ya pesa. Ni mapambano ya kufa na kupona kati ya mzee anayetaka kuokoa binti yake na vijana wa kiuni wanaotaka kulinda maisha yao dhidi ya bosi wao katili Blood Soul. Katika dakika hizo za mwisho damu inamwagika na usaliti wa hali ya juu ndani ya lile genge unafichuka. Bwana, ili ni bonge moja la story. Collision. Bwana, hii movie imetoka 2022, inatupa somo kubwa sana. Maamuzi tunayoyafanya maishani, iwe ni kwa tamaa ya pesa au chuki, yana mnyororo unaoweza kuathiri watu wengi wasio na hatia. Je, ni hatima ya Thabo? Na je, mzee Johan alifanikiwa kumtoa binti yake salama? Bwana, fuatilia hii movie. Kama unahitaji niambie, au kama unataka kuifuatilia zaidi, basi nenda kwenye site ambazo za kuweza kudownload movie Collision 2022 movie hapa. Kama unaipenda, subscribe kwenye channel yetu, bonyeza alama kengele, tuma comment yako hapo chini. Bwana, nakuacha hivi. Hii ni Cha the Storyteller. Jina langu naitwa Cha the best presenter in town, Mnyama OG.